Yesu Kristo asifiwe, asifiwe sana. Ni siku nyingine ambayo tutaendelea na masomo yetu katika kitabu cha Matendo. Masomo yetu mfululizo unaoitwa Mashahidi wa Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Leo tuko katika somo la 21 ambalo tunaliita hatima. Hatima maana yake ni mwisho wa mambo ama mwisho wa safari. Ni kama hivyo. Kwa Kiingereza wanaita destiny, na kutoka kwa hilo neno pia kuna jina destination, mahali unaenda. Lakini destiny ni mahali unaishia ama unamalizikia, ama ni kilele cha yale unafanya, hasa maisha, katika maisha. Kwa hivyo leo tunaona hatima yake Mtume Paulo. Wiki iliyopita tulimkuta sasa ameshikwa, watu wanataka kumuua, lakini kamanda wa jeshi aliposikia, na serikali ya Rumi ilikazia sana mambo ya sheria na utengamano, amani. Mahali kulikuwa na fujo ama ghasia, walichukua hatua kali sana kwa yeyote ambaye ataongoza ama atashiriki katika kitendo chochote cha ghasia. Na huyo kamanda kataka Paulo aeleze kwa nini. Paulo akaomba ruhusa na akapewa azungumzie Wayahudi, kwa sababu anasema auawe, hafai kuishi, auawe. Walitaka wenyewe wamuue, ambapo ingekuwa kinyume cha sheria ya Rumi na wangechukuliwa hatua. Sasa Paulo anawazungumzia, na tunaambiwa ya kwamba alipoanza kuzungumza, alizungumza kwa lugha ya Kiebrania, kwa sababu yeye alikuwa ni Myahudi. Kwa hivyo tutaona mambo hapa mambo manne, lakini sehemu kubwa ni hili jambo la kwanza ambalo tutaita hotuba yake, kwa sababu sasa alisema wazungumzie na akapewa nafasi. Kwa hivyo sasa hotuba ya kwanza ni katika mstari wa kwanza mpaka wa 5, Matendo 22. Tutaita hiyo utangulizi. Ndio tunajua ukianza hotuba kuna yale unaanza ndio uingie katika kiini cha hotuba yako. Kwa hivyo utangulizi ni kwanza mstari wa kwanza, tusome mpaka wa 3. Inasema hivi: Enyi wanaume, ndugu zangu na baba zangu, nisikilizeni nikijitetea mbele yenu sasa. Waliposikia kwamba anasema nao kwa lugha ya Kiebrania, wakazidi kunyamaza. Akasema, mimi ni mtu wa Kiyahudi, nilizaliwa Tarso, mji wa Kilikia, ila nililelewa katika mji huu miguuni pa Gamalieli, nikafundishwa sheria ya baba zetu kwa usahihi, nikawa mtu wa jitihadi kwa Mungu kama ninyi nyote mlivyo leo hivi. Kwa hivyo anaanza kwa kujieleza yeye ni nani. Anasema yeye ni Myahudi halisi. Maana yake yeye si Myahudi kama wale tuliwa kugeuka. Kulikuwa watu na Torati ya Musa iliruhusu, ama agano liliruhusu, agano la Ibrahimu ambalo ilikuwa inaitwa Torati ya Musa, ilikuwa ni kuendelea kwa Torati, kwa agano la Ibrahimu. Mungu akasema yeyote ambaye kama ni mwanaume atatahiriwa na kubali kufuata
yale mimi nimesema, basi atahesabika kama Myahudi. Sasa Paulo kwa hivyo yeye anasema ni halisi. Alizaliwa akiwa Myahudi. Na anasema alizaliwa Tarso. Tarso ulikuwa mji katika jimbo ambalo liliitwa Kilikia. Lakini anasema huko ndiko nilizaliwa. Lakini nililelewa hapa Yerusalemu. Yaani nililelewa katika kitovu cha Torati hii, katika kitovu cha agano. Kwa sababu Yerusalemu ambao ulikuwa ni mji wa Daudi, Mungu alisema hapo ndipo patakuwa makao yangu. Hata katika agano la kale tunaona hata Mungu akisema hata wakati mtakuwa mbali, mkiomba mkielekea Yerusalemu mtawasikia. Na hata tunajua Danieli hivyo ndio ulikuwa mtindo wake. Mara 3 alikuwa anaomba akielekea Yerusalemu. Kwa hivyo Paulo alilelewa Yerusalemu, kitovu cha imani ya Kiyahudi. Akasema na ile mafundisho alipata chini ya huyo mwalimu aliyeitwa Gamalieli, anasema ilikuwa na usahihi wote. Ama katika ule ukali wa Torati, yeye anajua ukali wa Torati. Lakini anasema alitesa Wakristo. Ni Myahudi kama hao, lakini alitesa Wakristo. Na alikuwa na bidii kama hao, lakini alitesa Wakristo. Hata kuwafunga na kuwaua. Hata kuhani mkuu mwenyewe kama angetoa ushahidi, na wazee na baraza ambalo limesimamia Wayahudi wangemshuhudia kweli, wanasema ukweli ya kwamba katika yote alifanya hayo akiwa pamoja nao. Na hata alipewa barua aende katika nchi za kigeni kutafuta Wayahudi na kuwashika na awarudishe Yerusalemu ili waadhibiwe. Kwa hivyo anasema nini? Mimi si mtu tu ameamka tu na kaanza. Hapana, mimi ni mmoja wenu. Naelewa mambo ambayo mnazungumza. Hiyo Torati ambayo mnazungumzia mimi naielewa. Kwa sababu nilifundishwa katika chuo cha huyo. Akasema ufukunzi wangu ulikuwa wa Gamalieli. Na Gamalieli alikuwa na sifa kwa kufundisha usahihi wa Torati. Kwa hivyo anawaambia basi mjue si mtu tu ovyo tu amefikiri, ni mtu ambaye anaelewa hiyo Torati. Anamsikiliza. Jambo ambalo tutaona hapo ni mstari wa 6 mpaka 11. Tutaita hiyo kukutana. Sasa nitasoma 6, 7, 8. Anasema hivi 6. Ikawa nilipokuwa nikisafiri nikikaribia Dameski, wakati wa adhuhuri, ghafla nuru kuu ilitoka mbinguni ikanimulika, nikaanguka nchi. Nikasikia sauti ikiniambia, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? 8. Nikajibu, we ni nani Bwana? Akaniambia, mimi ni Yesu Mnazareti ambaye wewe unaniudhi. Sasa ni mtu yuko safarini, amejihami vile ilivyo, anaenda Dameski. Sasa ulikuwa ndio mji mkuu wa huko wa Ashuru. Si Ashuru, wa Shamu. Ulikuwa mji mkuu wa Shamu. Sasa akasema nilikuwa safarini, nikikaribia huo mji mkuu Dameski,
Na ni ile Dameski hata siku hizi tunaisikia, hata juzi wakati kulikuwa na vita vikali. Ni Dameski hiyo. Ati kama adhuhuri saa 6 ya mchana, ati kulikuwa na mwangaza mkubwa kutoka juu ukanizunguka kutoka mbinguni. Alafu nikasikia sauti, akasikia sauti ikimuita kwa jina. Akauza, ni nani wewe? Kwa sababu hata kama wewe, ingekuwa wewe upate mambo kama hayo, lazima ungechukua maanani. Kwa sababu aliuliza, ni wewe ni nani? Kwa sababu nuru kama inatoka mbinguni, alafu yuko juu ya sijui kama alikuwa farasi ama punda, akajikuta amebwagwa yuko chini. Akajua hapana, hapa kuna kitu kinaendelea. Akasema, mimi ni Paulo. Paulo akaitwa Paulo, na hiyo sauti ikamwambia, mimi ni Yesu Mnazareti ambaye unaniudhi. Paulo akajua sasa ni mahali pa ajabu hapa. Akamuuliza, sasa nifanye nini? Akaambiwa, sasa utaenda Dameski, na huko Dameski nitakuonyesha. Tunaambiwa ule mwangaza ulikuwa mkuu, ulikuwa wa ajabu, hata akajikuta amepofuka. Sasa haoni. Wewe fikiri, dakika moja na ujasiri na anajua vile anafanya, dakika ingine ni kipofu. Sasa ni mtu amshike mkono amuongoze. Ni jambo la ajabu. Sasa kwa hivyo hapo ni kukutana. Akakutana na Bwana Mungu. Na wewe sijui ukiulizwa ulikutana na Bwana Mungu utasema nini? Nikisema hivyo hata narudi mpaka nyuma, naangalia mtu kama Nuhu. Kuna wakati alikutana na Bwana Mungu, alipomzungumzia akamwambia fanya hivi, jenga safina. Ibrahimu tunaambiwa alimtokea pia akamwambia, Ibrahimu, toka kwenu, utoke nchi yako, utoke kwa watu wenu, utoke kwa nyumba ya baba yako, uje nitakuonyesha. Kila mtu ana sehemu yake ya kukutana. Sasa sijui wewe utasema nini. Yangu mimi nitasema, nakumbuka vizuri hiyo siku, ilikuwa siku ya Jumapili, saa kama 11, 12 sijui jioni, katika kanisa moja. Nikasikia injili. Walipoitana mtu ambaye anataka kutoa maisha yake kwa Yesu, nikakuwa mmoja wao. Tarehe ilikuwa 14, ilikuwa mwezi wa 7, na ilikuwa mwaka wa 1974. Hata shule nakumbuka nilikuwa sekondari kidato cha tatu. Cha pili, kidato cha tatu 24, kidato cha tatu. Akaambiwa ataonyeshwa yale ambayo atafanya. Sababu aliuliza Mungu, sasa Mungu unataka nifanye nini? Yaani sasa amekubali, sasa si yale anafikiri, yote ambayo alijua, yote ambayo alipanga yamekwisha. Na hivyo ndivyo tunaanza na Mungu. Ibrahimu alianza hivyo kwa kutii hiyo sauti. Paulo hakungoja ambiwe, yeye aliuliza. Kwa sababu alikuwa amesoma Torati na amesoma na anajua Musa vile alikutana na Mungu. Hakungoja ambiwe vile atafanya. Yeye mwenyewe aliuliza, Bwana Mungu unataka nifanye nini? Na ni jambo mzuri kila mmoja wetu kama tutajiuliza na tuweke makini na tuweke maanani hayo. Jambo la tatu, tunaona wito wake. Ni 12 mpaka 16. Nitasoma 12 na 3 na 4.
Basi mtu mmoja Anania, mtaua huko, akanijia, akasimama karibu nami, akaniambia, ndugu yangu Sauli, uone. Nikamwinulia macho yangu saa ile ile. Akasema, Mungu wa baba zetu amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake na kumuona yule mwenye haki na kusikia sauti tokayo katika kinywa chake, kwa maana utakuwa shahidi wake kwa watu wote wa mambo hayo uliyoyaona na kuyasikia. 16. Basi sasa unakwilia nini? Simama ubatizwe, ukaoshe dhambi zako, ukiliitia jina lake. Sasa hapo tunamuona Paulo mto wake. Ati akakutana na waeleza, nilikutana na huyo mtu anaitwa Anania. Mtu ambaye alikuwa mchaji Mungu. Mtu alikuwa na sifa nzuri. Na aliniita kwa jina na akaniita ndugu. Sasa fikiri. Mara moja ni mtesi, wakati moja mtesi, baadaye kidogo sasa ni shahidi. Akaambiwa kuna kazi. Na akaambiwa lakini hata zaidi utamuona huyo mwenye haki. Nani anaye mwenye haki? Ni Bwana Mungu mwenyewe. Utamuona kwa macho na yeye mwenyewe atakuambia yote ambayo amekupangia. Akamwambia usichelewe, usiakirishe, yani usiende polepole, usipoteze wakati, ubatizwe sasa, uokoke kwa kulitia jina hilo. Na yeye alifanya hivyo. Si tofauti sana na sisi, kwa sababu hata sisi baada ya kuokoka, kumkiri Yesu Kristo kama Bwana, tulifika mahali pa kubatizwa. Na katika ubatizo tukadhihirisha utambulisho wetu mpya, ya kwamba sisi sasa ni watu wa Mungu, tunapelekana na Mungu. Si tofauti sana na vile Ibrahimu katika Mwanzo 17 mstari wa 1. Tunaambiwa sasa Ibrahimu wametembea na Bwana Mungu miaka 24. Mungu akamtokea, akamwambia Ibrahimu, mimi Mungu mwenye enzi, ama Mungu mwenyezi, tembea mbele yangu na uwe mkamilifu. Yani Ibrahimu akaambiwa wito wake, ameitiwa nini? Lakini zaidi ya kuitiwa, ni nani huyo amemuita? Ya kwamba mimi ni Mungu mwenyezi. Na hivyo ndivyo Paulo aliambiwa, mimi ni mimi Yesu Mnazareti. Akaambiwa huyo mwenye haki utamuona uso wake. Na akaambiwa kazi ile atafanya. Na ni muhimu sana sisi tumeamini mtu kujua ni kazi gani amepewa. Kwa sababu hakuna mtu hajapewa kazi. Hakuna mtu Mungu hana mpango naye. Watu wote ni wa Mungu na kila mtu ana kazi yake maalum. Hatukuitwa tu kwenda kanisani, kuimba, kutoa sadaka. Na kuna wengi wanafanya hivyo, waimbe, watoe sadaka, wasikie habari, kisha anaenda. Wataonana na Mungu lini? Jumapili ifuatayo. Akaambiwa kuna kazi mbele yako. Na akakubali. Huo ndio wito ambao uko na sisi sote. Kwa hivyo hebu tujaribu kila mtu ajue wito wake. Mimi nilikuwa na nafasi nzuri sana, sababu kanisa ambalo niliamini na nikaanza kufuata walikuwa wameshikilia Biblia sana, mafundisho. Na mara moja nikajikuta katika darasa na nikafundishwa vizuri. Kama vile Mtume Paulo, ijapokuwa sitasema kama yeye,
vile alijikuta katika chuo cha Gamalieli na akafundishwa Torati. Mimi sikufundishwa Torati, nilifundishwa neema ya Bwana Mungu. Nilifundishwa ya muhimu sana Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee ili atakayemwamini asipotee bali apate uzima wa milele. Na nikashikilia huo uzima wa milele mpaka leo nimeushikilia. Hiyo ndiyo injili. Si injili ambayo tunasikia siku ya leo ya baraka, ya kufanikiwa, ya kupata magari nini. Hapana. Na mpaka sasa tujaona watu wakiombewa wapate magari. Hapana. Watu wanaombewa wamjue huyo Yesu, wamfuate huyo Yesu, wawe na ushuhuda na kila mtu ajue jukumu lake katika kanisa. Jambo la 4 ambalo tutasoma hapo ni katika 17 mpaka 21, utume. Utume wa Paulo. 17 mpaka 21, Joe 17:8-9. Ikawa nilipokwisha kurudi Yerusalemu, nilipokuwa nikisali ndani ya hekalu, nikawa hali ya kuzimia roho. Nikamuona, naye akaniambia, hima, utoke Yerusalemu upesi, kwa sababu hawatakubali ushuhuda wako katika habari zangu. Nami nikasema, Bwana, wanajua hao ya kuwa mimi nalikuwa nikiwafunga gerezani wale wanaokuamini na kuwapiga katika kila sinagogi. Katika kila sinagogi wananijua. Mimi nilikuwa mbaya. Mimi nilikuwa mkali. Mimi nilikuwa adui wao, niliwashambulia. Na hapa anaambiwa, ondoka. Wayahudi watakuumiza. Wayahudi wanakutakia mabaya. Ondoka. Fanya hima. Uende haraka. Paulo anafikiri, hapana. Mimi ni mimi bora zaidi kutoa ushuhuda wangu. Kwa sababu Anania alimwambia, utakuwa mtu wa Bwana Mungu. Na shahidi ule ambao tumeitwa ni hayo, inaelezwa vizuri na huyo ndugu Anania. Anamwambia, yale ulioyaona na yale ulioyasikia, uwe shahidi wa hayo. Na hiyo tu ndio ushuhuda wetu. Yale niliyoyaona, yale niliyoyasikia, sio zaidi. Sasa tunamuona yuko Yerusalemu. Alikuwa Yerusalemu kwanza, na Mungu akamwambia hawa hawatakubali ushuhuda wako. Kwa nini? Kwa sababu wamekataa. Nikaa vile wahenga walisema, sikio la kufa halisikii dawa. Sikio la kufa halisikii dawa. Anawazungumzia lakini hawataki kusikia na hawatasikia. Na akaambiwa, hapana, wewe utoke huko uende. Sasa aliambiwa atamuona huyo mwenye haki na atasikia sauti ya kinywa chake. Sasa ni yeye huyo hapo. Na ameambiwa sasa, ondoka. Kuna mkule, nataka uende. Si hapa. Hapa utakatishwa maisha haraka sana. Na bado hujafanya. Na ni kweli. Sababu hata Paulo mwenyewe alisema, hata Stefano akiwawa mimi nilikuwa shahidi. Anaambia Mungu, na Mungu anajua. Lakini anaambiwa hapana. Hata sisi tulisoma mambo ya Stefano. Aliuawa tu. Kanisa alikuwa tu limeanza. Hakupewa nafasi. Na hakuna ubaya, alisema ni kuwaeleza tu ujumbe, yale aliyosikia, yale aliyoyaona. Hawataki. Wanataka kuishi katika giza ile wamezoea yao, ya dini yao, ya taifa lao. Lakini
aliyepakwa mafuta na Mungu alipokuja hawakumkubali. Akaambia utoke, nitakuonyesha. Akaambia atoke, maana atamtuma mbali kwa mataifa. Hao hatasikia, kwa sababu na ni kweli kama Yesu mwenyewe akafanya miujiza, walimkataa. Wakapiga mayowe ya sulubiwa, wakasema huyu ni mkosaji. Je, Paulo ambaye walikuwa na yeye sasa amegeuka, akatoka, ataenda kwa mataifa. Huo ndio wito ama utume wake. Na sisi sote, kila mmoja ana utume wake, ana ujumbe wake, ana watu wake. Na watu wale ambao tutakutana nao, kila mtu ambaye tutakutana naye, hebu kwa maneno yako ajue wewe ni mtu wa aina gani. Si ukienda kwa watu usikie wanaongea haya mambo ya mpira na uko kwa mpira, wakiongea mambo ya starehe huko hapo umenyamaza, ni kama huna kinywa. Waambie hapana, mimi hayo sifanyi. Niliyafanya lakini niliona naangamia. Simesikia ujumbe. Yale ulioyaona, yale uliyosikia. Mimi niliona napotea. Nikaachana na hizo anasa. Nikaachana na mambo kama hayo mnaniambia. Sasa mimi furaha yangu ni kuwa na ndugu. Furaha yangu ni kazi yangu ambayo Mungu amenipa. Na baadaye utume ambao ninao, kuwa shahidi wa Bwana na Mwokozi Yesu. Akaambiwa sasa utaenda. Tunasoma hapo funzo kwa hayo yote manne. Funzo tunalipata katika Kutoka 4:12. Ni Bwana Mungu anazungumza, ni sauti yake, anasema hivi: basi sasa enenda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalo linena. Hiyo ndio uzuri wa ushahidi na kuzungumza neno la Mungu, ya kwamba yeye atakuwa katika kinywa chetu, na hata yale tutasema anatusaidia. Na mimi ni shahidi wa hayo, ya kwamba nikipata nafasi ya kuzungumza nazungumza, na hata nakumbushwa na Roho Mtakatifu mambo ambayo napaswa kusema. Wengine wanaamini, wengine wanakataa. Hivyo ndivyo watu wako. Mungu alipoumba mwanadamu hakumuumba kama vile aliumba ndege kama au tunasikia wakiimba. Na hakuna wakati atazungumza na ndege, amwambie ndege, huyo ni kumuamuru. Kuna wakati alimuamuru samaki, nenda mahali fulani, na samaki akaenda. Wakati nabii wake mkaidi anaitwa Yona aliposema tupe kwenye maji, alipotupwa akakuta samaki amemgoja. Lakini hakuna wakati utasikia samaki ametoka kwa maji anaenda kuhubiri neno la Mungu. Hapana, hiyo ni kazi yetu. Lakini ni ule amekubali. Bwana moja alikuwa mchawi, sijui mwaguzi, aliyeitwa Balaamu. Yuko safarini, punda wake anakataa safari, anampiga. Punda na mzungumzia. Sijui kama umewahi kusikia punda akizungumza, mimi sijawahi. Na punda akamwambia, sasa mbona unanipiga? Akaanza kumwambia, hata kama ningekuwa na upanga ningekuua. Na huyo punda anamzungumzia kwa upole, anamwambia, wewe wakati gani mwingine nimekataa kufanya vile unataka?
Na tunaambiwa hapo alipofungua macho akaona mbele kuna malaika wa Mungu akiwa na upanga tayari kummaliza. Balaamu akaacha kwenda huko, sababu Mungu alikuwa ameamua atammaliza. Lakini Mungu ni wa rehema, akampa nafasi, akamwambia punda, ambia huyu mtu awache huo ujinga wake. Na Balaamu akasikia. Lakini baadaye tunaambiwa na tunaona aliendelea na huo ukaidi wake, kwa sababu wakati wana wa Israeli walirudi kutoka Misri na wakamaliza safari ya huko nyikani, walipoanza kupigania nchi, walimpata Balaamu huyo na wakamuua. Aliuawa kwa nini? Kwa sababu alikataa kutii. Alikataa kumpa Mungu heshima ambayo anastahili hata baada ya kuona. Kwa hivyo miujiza sio. Lakini siku ya leo miujiza ndio inahubiriwa. Na hata tumejua miujiza mingine ni ya bandia. Hata mambo mengine hata watu wakizungumza ni mambo ya bandia. Ni watu wako mahali wanazungumza wawili. Mmoja anasema, mimi napiga kutoka Mombasa. Na yuko hapo. Na nabii yuko hapo wanaongea. Yuko hapo. Ati unaitwa nani? Anasema ati ilikuwa aje? Watu wanasema huyu mtu hata watu wanampigia kutoka. Mimi napiga kutoka Kampala, hata kutoka nje ya nchi. Sasa ushuhuda ni kitu rahisi, ni kusema tu yale mtu ameona, yale amesikia. Hiyo inatosha. Amen. Sasa tuende jambo la pili. Nimesema hapo la kwanza ndio lilikuwa ndefu. Matendo hiyo 22, sasa 22 na 23. Tunakutana na kitu kinaitwa ghasia. Juu kando inaitwa rapture. 22:23. Wakamsikiliza mpaka lile. Wakapaza sauti zao wakisema, muondoe huyu katika nchi, kwa maana haifai yaishi. Walipokuwa wakipiga kelele na kutupa mavazi yao na kurusha mavumbi juu. Sasa ni fujo kabisa. Fujo. Kwa nini? Mtu tu ameeleza haja ya fujo ni nini. Na ameeleza tu yake. Kama kweli walikuwa watu hata wanafuata Torati, wangemwambia wewe na wachane na yeye. Yameeleza ushuhuda wake. Ama angesema ni kweli hiyo. Kwa sababu wengine sio wote walimfahamu, ni kusikia tu walisikia. Na tunaambiwa wiki iliyopita tulisoma ya kwamba hata ni mambo ya uongo walianza kueleza. Na anafanya hivi, ameambia Wayahudi mahali wanahubiri waachane na Torati. Hata anachukua mtu wa mataifa na kumleta kwa hekalu, mambo ya uongo. Sasa wanazidisha huu uongo kwa sababu wanataka uongo. Uongo unawafaa kwa sababu wataishi vile wanataka. Sasa unapotoa ushuhuda wako, si kusema watu wote wataambiwa waseme amen, umenena vizuri. Lazima wataleta mazungumzo mengi. Na hata katika hii safari yetu tumeona hata Paulo na Wayahudi kila wakati walikuwa wanahojiana na yeye, wanazungumza, wanajaribu. Lakini ni kukataa. Mpaka wakati mmoja akamwambia, sasa mimi nawaacha. Damu yenu sina deni. Naenda. Nitaenda kwa mataifa kwa sababu wako tayari kusikia. Somo ni gani hapo? Tunaona katika Mathayo 27:25 inasema hivi. Watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Mathayo 27:25. Huyo ni Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yuko mbele ya Pilato na ameeleza. Mashtaka yamekuwa mengi.
Hata Pilato anapima na anaona kwa kweli huyu mtu hana makosa. Akisema huyu mtu hana makosa yanayostahili kifo, wanasema hapana. Pilato akwambia mimi sioni makosa, wacheni tu apigwe viboko nimwachilie. Hapana, tunataka asulubiwe. Wakasema hivyo, asulubiwe, asulubiwe. Makosa yake ni nini? Mimi damu yake isikue juu yangu, ni Pilato anasema. Wote wakasema hapana, ni sawa, iwe juu yetu, watoto wetu na watoto wetu. Ni jambo la huzuni, ni jambo la kuogofya, kwa sababu hayo waliomba baadaye waliyapata. Tunaambiwa baadaye kuna wakati walipigwa, sijui walifanyia nini historia vizuri, lakini walisulubishwa, waliuawa wenyewe, walilipiza, hata ile hekalu yao ikabomolewa. Hilo walikuwa wanasema hekalu, hekalu. Hata katika kumshtaki Paulo wanasema hata hekalu, anaenda kuharibu jina la Waisraeli, taifa letu, hata hekalu letu, hata torati yetu, anaenda kukashifu. Uongo. Lakini sasa wanasema sulubisho. Kwa hivyo hata wewe ukiwa shahidi wa kweli, ujue hivyo. Ushahidi wako utapokelewa na watu wote. Hata wengine watakuwekelea, wengine watakusingizia. Na Paulo tunamuona, Bwana na Mwokozi yetu Yesu Kristo tunamuona ilikuwa vile vile. Jambo la tatu, kufungwa. Ni 24 mpaka 29. Tasoma 24 na 5 na 6. Nasema hivi. Acha nianze 23. Walipokuwa wakipiga kelele na kutupa mavazi yao na kurusha mavumbi juu, ndio tumesoma. Yule jemadari akaamuru aletwe ndani ya ngome, akisema aulizwe habari zake kwa kupigwa mijeledi, ili ajue sababu hata wakampigia kelele namna hii. Hata walipokwisha kumfunga kwa kamba, Paulo akamwambia yule akida aliyesimama karibu, je, ni halali ninyi kumpiga mtu aliye Mrumi naye hajahukumiwa bado? 26. Yule akida aliposikia akaenda akamwarifu yule jemadari akisema, unataka kufanya nini? Kwa maana mtu huyu ni Mrumi. Sasa tunamuona Paulo akawekwa, akafungwa kamba. Yule kamanda akasema, huyu mtu afanywe nini? Hao watu hawamtaki. Labda kuna kitu amefanya na wanashindwa kueleza. Aende apigwe viboko kabisa mpaka atoe siri zote zake. Hiyo ilikuwa sheria ya Kirumi ya kwamba mtu akishikwa anaweza kafanywa hivyo. Lakini Warumi walikuwa na sheria mzuri sana. Ijapokuwa wengine waliowashinda hawakuwa na haja nao, lakini hao walijiheshimu sana. Wakasema Mrumi asifanywe jambo lolote bila kuhukumiwa kwanza, asikilizwe, ajitetee, ushahidi utolewe. Na ndipo unaona hata Pilato akasema Yesu hana hatia. Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo hana hatia. Sasa huyu kamanda anasema huyu mtu anyoroshwe. Atasema ni nini amefanya, kwa sababu hawa watu ameongea lakini bado hajaridhisha hawa watu. Yeye anajaribu kutafuta amani ambapo hii ghasia itakuisha. Ghasia hakuna mtu anapenda. Hata askari wanapoenda vita si ati wanapenda kupigana. Lakini Paulo ameshikwa sasa. Afungwe aende apigwe viboko. Kuna yule akida, tulisoma alikuwa na maakida wawili.
na kila akida alikuwa anaamuru askari 100. Kwa hivyo kulikuwa na wanajeshi 200 wa Kirumi. Wewe fikiri kama ni polisi 200 na wamejihami, kazi ile watafanya, na hao walikuwa tayari kufanya hiyo kazi, na yeye kamanda hataki, akamwambia hapana, apigwe viboko. Sababu si alishangaa kusikia huyu bwana ni alipofikiri ya kwamba yeye ni Mmisri, akasema yeye si Mmisri, lakini hakujitambulisha vizuri. Alisema tu ametoka mji ambao si mdogo. Akasema apigwe viboko. Paulo akamuuliza yule akida, hebu niambie, ni haki kumpiga mtu viboko Mrumi ambaye hajahukumiwa? Huyo mtu akajua la, hapa kuna maneno magumu, lakini uamuzi sio wake. Akaenda kwa kamanda wake, huyo anaitwa jemedari, akamwambia huyu mtu anasema ni Mrumi, anasema ni Mrumi, na anauliza kama ni haki. Mkubwa, ndio nasikia hapa polisi wakiitana mkubwa, afande, angalia, jihadhari, unaweza mwaga unga. Huyo mtu akasikia ni Mrumi. Sasa ndio akakuja akamuuliza. Kwanza alisikia akiongea Kigiriki, akamuuliza, unazungumza Kigiriki? Wewe si yule Misri? Sasa anasikia ni Mrumi. Na huyu kamanda ni jeshi la Rumi, na ni Mrumi. Akaja akamuuliza, bwana, wewe ni Mrumi? Akisema ndio, mimi ni Mrumi. Nilizaliwa nikiwa Mrumi. Nilizaliwa huko Tarso katika Kilikia. Mimi ni Mrumi. Akasema haya. Hiyo ndio tunasema maji yanazidi unga, ama ni unga unazidi maji. Akamwambia, sasa mimi uraia wangu wa Kirumi nililipa pesa mingi nipate. Paulo akasema mimi nilizaliwa Mrumi. Hivyo akakuwa na hofu kwa sababu amemfunga. Na anajua akienda na ripoti alifungwa bila kuchunguzwa vizuri, huyu kamanda anaweza kuwa mashakani. Kwa sababu amemfunga bila hajahukumiwa, lakini amemfunga kwa maneno tu, maneno porojo za watu, maneno ambayo hakuna ushahidi. Basi tunasoma nini hapa? Funzo ni hili. Kwa sababu hakika ni Mwanzo 40:15. Kwa sababu hakika naliibiwa kutoka nchi ya Hebrania, wala hapa sikutenda neno lolote hata wanitie gerezani. Ni mtu tunaona akijitetea, ambaye amepitia yale Paulo wanataka kumpitishia. Lakini Paulo akakuwa Mrumi. Huyu, mkikumbuka Biblia vizuri, ni mtu aliyeitwa Yusufu. Amejikuta yuko gerezani kwa mashtaka ya uongo, ushahidi wa uongo, ambao sasa Paulo karibu naye apigwe viboko kwa ushahidi wa uongo. Na huyu anajitetea. Na siku ya leo kuna watu wengi wako hivyo, wako mahakamani lakini hawakuwa na hatia. Walifanyiwa njama, ushahidi wa uongo ukatolewa. Lakini kwa sababu sheria iko na inasema ushahidi utolewe, na ikaonekana ushahidi umetolewa wa kutosha, mtu anajikuta gerezani. Wakati mwingine mtu akiwa na uwezo anakata rufani,
na labda nafunguliwa. Na ubao wa rufani vile nasikia ama vile najua, ukikata rufani mambo huwa mawili. Unaweza ukaonekana matatu. Unaweza ukaonekana ulihukumiwa kwa haki, basi waseme endelea na hicho kifungo, hata kifungo ama vile walikuhukumu, hukumu iliyotolewa ni sawa. Ama anaweza hata kusema ulifungwa kwa haki, lakini hata hiyo hukumu yako sio sawa, ni kidogo zaidi ama ni kubwa zaidi. Ikiwa kubwa ipunguzwe, ikiwa ndogo wanaweza kasema iongezwe. Na ya tatu, wanaweza kusema hata hiyo hukumu itaongezwa zaidi. Sasa unaona mambo matatu. Huyu Yusufu analia, anasema sasa mimi sikuwa na hatia, niliwekelewa ushahidi wa uongo, sikufanya. Lakini yeye alifungwa bila hata kwenda kwa mahakama. Na kwa nini hakwenda kwa mahakama? Kwa sababu alikuwa mtumwa huko. Na mtumwa alikuwa hana dhamani, si mtu. Ni mtumwa, ni mali. Ni kama vile ng'ombe yako inaweza ikafanya makosa, useme hiyo ng'ombe ichinjwe. Hutaiita uiulize maswali. Hujasikia ng'ombe imepelekwa ama mbwa amepelekwa mahakamani. Mtumwa alikuwa hivyo. Ni chombo, ni mali, ni kama mnyama, ni mali ya bwana yake. Lakini Paulo akatetea haki zake. Sasa tukimaliza tunaona jambo hili linasema kufunguliwa. Na hiyo ni katika 22 mstari wa 30. 30. Siku ya pili yake, akitaka kujua hakika ni kwa sababu gani ameshtakiwa na Wayahudi, akamfungua. Akaamuru wakuu wa makuhani na baraza yote wakutane. Akamleta Paulo chini, akamweka mbele yao. Kamanda yuko na tatizo, lakini ameweza kutuliza hali, kwa sababu amechukua Paulo akaenda naye kwenye ngome. Wayahudi wanajua hawezi wakafuata kwenye ngome, kwa sababu akifuata kwenye ngome, nilikuwa nasikia wakisema wataona kilimchong'oa kanga manyoya. Ataonana na jeshi la Rumi, wataonana. Hawakutaka hivyo. Na huyu mtu sasa yuko na tatizo. Huyu akitoka ni fujo, akimweka hana sababu ya kumshika. Akasema sasa, akatumana kwa Wayahudi. Kwanza Paulo akafunguliwa, sasa yuko na minyororo tena, lakini yuko chini ya ulinzi kwa usalama wake. Sababu saa nyingine hata tumeona polisi wakilinda mtu ambaye anashukiwa kwa usalama wake, ili jambo uchunguzi ufanywe vizuri, wajue kama kweli kuna hatia. Sababu unajua wanadamu wakati mwingine ni kama wana kiu ya damu. Wakisikia mwizi hata hataki kujua ameiba nini. Wengine ni kuchukua tu mawe na kuanza kumuua. Na labda amewekelewa, labda si yeye. Na imetokea hivyo. Hata mtu kupigwa risasi na polisi, akikimbia, watu wakikimbia kwa sababu kuna mwizi anakimbizwa. Makosa kama hayo hutokea. Sasa akakuwa sasa yuko chini ya ulinzi, si mfungwa. Akatumana kwa Wayahudi waje na Paulo. Siku ya pili alipotumana, na unajua ni kamanda ametumana wa Kirumi, wakakuja sasa wamweleze vizuri makosa hasa ya Paulo ni gani. Hiyo sasa yuko huru, lakini yuko
chini ya inaitwa nini, ulinzi, ama amefungwa kwa ulinzi wake, kwa usalama wake, kufungwa kwa usalama wake. Nafikiri kwa Kiingereza ndio wanaita protective custody. Tunamalizia hapo somo la leo tukiwa na funzo hili, Zaburi 9:4. Kwa maana umenifanyia hukumu na haki, umeketi kitini pa enzi ukihukumu kwa haki. Na kwamba ni Mungu sasa amemfanyia haki, amemsaidia akapata haki. Na pia tunakiri Mungu yeye hakosei, Mungu yeye asikilizi ushuhuda wa uongo. Ukiwekelewa ujue ukweli wako, ukisingiziwa ujue ukweli wako. Uzuri ni ya kwamba mbele ya Mungu yeye anajua, kwa sababu yeye halali, yeye haendi safari, yeye hasahau. Hata kazi yetu tunapofanya sengine tunaona hatupati haki. Nimefanya kazi kwa bidii, labda mali nafanya kazi, watu wakipewa madaraka, upendeleo unaingia, mpaka najisikia nimekufa moyo, najisikia sina nguvu. Lakini huyu mwandishi wa Zaburi akasema, mimi umenihukumu kwa haki, na umeketi katika kiti chako cha enzi kuhukumu kwa haki, kwa sababu wewe ni haki. Na ni ajabu hata hapo akaambiwa wewe utaonana na yeye huyo mwenye haki, na hata kuambia yeye tunaona hapati haki duniani, na wakati mwingine duniani hatutapokea haki. Ndio katika Ufunuo tunaambiwa kuna wakati tutapanguzwa machozi, kwa sababu tulilia wakati tulihukumiwa bila haki, wakati tulisingiziwa, wakati tuliwekelewa, wakati tulionewa. Na hayo ni mambo tunakutana nao hapa duniani. Lakini tujue ni jambo la ajabu, hata Ayubu alijua, akasema mimi najua mtetezi wangu yu hai. Akasema mtetezi wangu, yani mkombozi wangu yu hai. Hapa tu watu watafanya, watasema, itaonekana nitatemwa, lakini mtetezi wangu yu hai. Hebu tujue hivyo, mtetezi wangu yu hai. Amen. Sasa tukimaliza, tuangalie, tukifunga haya mambo matatu ambao siwaangalia, tafakari. Matendo 22:12. Basi mtu mmoja, Anania, mtawa kwa kuifuata sheria, aliyeshuhudiwa wema na Wayahudi wote waliokaa huko. Ni sifa ambayo tunapaswa tufikiri. Je, watu wakiongea mambo yangu watanisema mimi ni mtu mtawa, mtu ambaye anafuata sheria ya Mungu, ni mtu ambaye anashuhudiwa wema? Kwa sababu wakati mwingine tunateleza, tunakuwa tunashuhudiwa maovu, tunashuhudiwa vita, tunashuhudiwa mambo na ni ya kweli. Lakini Anania akashikilia ushuhuda wake, akashikilia maisha yake, akakuwa anashuhudiwa wema, na anajulikana ni mtu mchaji wa Mungu. Tufikiri hivyo katika mambo yote na wakutana, wanaachwa na ushuhuda gani wetu? Wazo kuu, Matendo 22:14. Akasema, Bwana Mungu wa baba zetu amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake na kumuona yule mwenye haki na kuisikia sauti itokayo katika kinywa chake. Hiyo ni ahadi yetu. Kwa kuokoka, Bwana Mungu
wa baba zetu. Na tunapozungumza baba zetu tunazungumzia akina Paulo, akina Petro, akina Yohana Mbatizaji, Yohana mtume, akina Yeremia, akina Malaki. Hao ndizo baba zetu wa imani, watu ambao walisimamia. Ibrahimu aliyeanzilisha, Musa aliyeunda kupitia neno la Mungu Torati, ya kwamba tujue mapenzi ya huyo, atatuwezesha atujue. Tumechaguliwa sisi tupate kujua mapenzi yake, yani yale anataka na sisi, yale anamfurahisha tujue, na tunamuona na kusikia sauti yake. Sauti yake wakati mwingine tutasikia wenyewe katika nafsi yetu, wakati mwingine tutaisikia kupitia hili neno wakati mtumishi wa Mungu analinena. Na katika hayo yote sauti yake na kumuona yeye mwenyewe ni ili tumfuate, ni ili tumtumikie, ni ili tuwe mashahidi wazuri wake. Na ombi ama sala liko katika 22:21, inasema hivi: naye akamwambia, enenda zako, kwa kuwa mimi nitakutuma uende mbali kwa watu wa mataifa. Huyo ni Mungu. Hebu tuombe basi, Mungu atutume huko mbali. Kama tutuma mbali, ametutuma huko karibu. Sio lazima tuende Dar es Salaam, tuende Misri, tuende Marekani. Hapana. Mahali tuko tuwe mashahidi. Na hebu basi tufanye hivyo, tukijua kazi haitalipwa kule ulienda. Hapana. Huko ni kutumwa, ulitumwa. Ni ile kazi uliolifanya, ulitimiza kusudi la Mungu kwa njia gani, kwa mapenzi yako. Ni hayo. Tukijua hivyo, tutakuwa na bidii. Ndipo hata maandiko yanaambiwa tuendelee kutenda wema bila kuchoka, kwa sababu tutalipwa tusipozimia, tusipokata tamaa, tusipozirai kazini tuseme nimefanya sana, nimechoka. Hapana, tutalipwa kama mpaka dakika ya mwisho tutapatikana. Kama vile Paulo alisema yuko tayari hata kani kufa, akufe akiwa na ushuhuda huu aliyoona yale aliyosikia. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu awabariki sana.